Watu gani wanaokolewa? Ni wale ambao wameamua kuyakabidhi maisha yao kwa Yesu na kutembea katika njia za Yesu. Dunia hii ina watu wa aina mbili. Ina watu ambao wamefanya msalaba kwa upuuzi kwao, maana yake hawajamwamini Kristo, na kuna watu ambao wamefanya msalaba kuwa ukombozi kwao, ambao ni wewe uko hapa leo. Kwa lazima ujue nguvu ya msalaba kwetu sisi tuliookolewa. Wakati Yesu anasulubiwa msalabani, kulikuwa kuna watu aina mbili, kushoto na kulia, na wao walitundikwa kwenye msalaba. Watu hawa walikuwa ni watu wa aina mbili kama anavyosema leo. Kuna mmoja ambaye alimwamini Kristo na kuna mmoja ambaye alimpuuza Yesu. Ule ulikuwa ni mfano wa kuonyesha kwamba kwenye dunia tulionayo mpaka narudi, tutakuwa na watu wa aina mbili kwenye msalaba mmoja. Kutakuwa na watu watakaopuuza Yesu na kuna watu ambao watamwamini Kristo Yesu. Luka 23 ndio mstari wa 32. Maandiko yanasema wakapelekwa na wawili wengine waharifu wauawe pamoja naye, na walipofika mahali paitwapo Fungu la Kichwa, ndipo walipomsulubisha yeye na wale waharifu, mmoja upande wa kuume na mmoja upande wa kushoto. Misalaba yao hawa waharifu ilikuwa ni mifupi, ila wa Yesu iliinuliwa zaidi. Yesu akasema, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake, wakapiga kura. Watu wakasimama wakatazama, wale wakuu nao walikuwa wakimfanyia mzaha, wakisema aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Wale askari nao wakamfanyia dhihaka, wakamwendea na kumletea siki, huku wakisema, kama wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi, ujiokoe mwenyewe. Na juu yake palikuwa na anwani, huyu ndiye mfalme wa Wayahudi. Na mmoja wale wahalifu waliotundikwa alimtukana Yesu akisema, je, wewe si Kristo? Jiokoe nafsi yako na sisi. Lakini yule wa pili akamjibu akamkemea akasema, wewe humwogopi hata Mungu? Nawe ukatika hukumu hiyo hiyo, nayo ni haki kwetu sisi, kwa kuwa tunapokea malipo tuliyostahili kwa matendo yetu, bali huyu hakutenda lolote lisilofaa. Kisha akasema, Yesu, nikumbuke utakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia, amin nakwambia, leo hivi utakuwa pamoja nami peponi. Najaribu kukuonyesha habari ya nguvu ya msalaba. Kwa tupo kwenye dunia ambayo ina watu aina mbili, wanaomdhihaki Yesu na wanaosema mwogopeni Yesu, huyu ni Mungu. Unaweza ukamdhihaki Yesu kwa maneno au kwa matendo yako, na unaweza ukamtii